Naam, asante sana Chichi. Zaidi ya miaka 13 tangu katiba mpya kuweza kuidhinisha ugatuzi. Nitakuwa nazungumza na wachanganuzi wangu hapa katika jiji hili waweze kuniambia pengine ni mafanikio na maendeleo gani ambayo wameyashuhudia kutokana na ugatuzi hasa katika kaunti. Tukianza na jina, pengine utuambie wewe kama mkazi wa jiji hili, ugatuzi umetusaidia vipi? Asante sana. Kwa majina naitwa Benson Kipyegon kutoka Nakuru West, Kapkures. Ningesema hivi, ugatuzi umeweza kutusaidia. Ukiangalia saa kwa mambo ya usafiri saizi. Usafiri tuko na magari nyingi, tuko na wale vijana wa bodaboda, na hiyo ni moja njia ambayo ugatuzi umefanya. Njia nyingine ni mfumo ya afya. Mfumo wa afya saizi tuko na level 1 mpaka level 5. Mbeleni hatukuwa na hiyo kitu. Lakini mfumo ilibadilishwa, tukaenda kwa ugatuzi, tukaona afya, sekta ya afya umebadilishwa. Pia sekta ya elimu, unapoangalia wakati huu, kuna ile ECD kuanzia pale chini, uende paka sekondari. Unaona mfumo ambaye imefanywa mfumo ambaye inaweza kutusaidia siku za usoni. Jambo lingine, ukiangalia saizi, naona jana wazee waliweza kupewa stipend. Hii stipend walipewa ilikuwa wakati ule wa Kibaki, ikaenda bunge ikaangushwa, lakini hii ni moja ya ufanisi ya mambo ya ugatuzi ambayo saizi wazee wameweza kutambuliwa katika vijiji. Jambo lingine ambaye ningesema, wakati huu tunaona katika hasa sekta yetu ya afya ni ile tu ijasimamiwa vilivyo. Tungependa sekta hiyo isimamiwe na ugatuzi kwa njia ilivyo, hasa hospitali yetu ya Nakuru PGH. Unaangalia management pale iko na wasiwasi, na tungeomba pia serikali kama serikali kuu ya wizara ya afya waangalie ya kwamba ile hospitali inasimamiwa na wananchi katika njia safi. Tunaona ufisadi umekithiri pale, na huyo ufisadi ambaye imesitiri pale, kama ingesimamiwa na ule mwananchi kamili, ingeweza kutusaidia. Jambo lingine tuweze kuongea kwa mambo ya ugatuzi. Mbeleni hatuko na mambo ya public participation. Public participation iweze kutimishwa katika njia iliyofaa. Mwananchi wa chini kuanzia huko kwa MCA aweze kuangalia, apewe mahitaji yake, iende kwa njia iliyofaa. Tunakuta MCA ananunua watu ambaye waweze kusupport agenda yake kule bunge, na hiyo si public participation. Tunaomba ile kitu ifanyike kwa public participation iwe open, iwe forum ambaye mwananchi anaweza kusikizwa. Sasa hizi tuko na wazee wa vijiji, wapewe pia nafasi kwa public participation, waweze kuchangia kwa njia iliyofaa. Na pia naambia rais, barabara ya Rironi Mau Summit iweze kutekelezwa kwa njia iliyofana. Tunajua hiyo si ya ugatuzi, ni ya national government. Tunaona inafika mahali inasimama. Wale wanapewa contractor wapewe kazi, wasimamishe, wahakikishe kazi hiyo. Asante sana. Asante. Pengine ametaja sekta kama vile afya. Pengine kwa maoni yako wewe kama mkazi wa jiji hili na mkazi wa kaunti ya Nakuru, unadhani kaunti zimeweza kufanikiwa kuendesha ugatuzi licha ya kupewa sekta mbalimbali ziweze kuendesha? Ukianza na jina. Asante, naitwa Reverend Kaisha. Niseme tu kwamba kwa upande wa ugatuzi, especially mambo ya health, ni idea ambayo ilikuwa nzuri, maana imeleta maendeleo karibu na sisi, and especially mambo ya matibabu na mambo ambayo inasaidia raia wa kawaida. Ombi langu tu ni kwamba, ama niseme kwamba kaunti zetu hazijatimiza 100% yale mambo ambayo yangeliweza kuwa ya msaada, especially kwa mambo ya health, kwa sababu kuna issue ya madawa ambao haipatikani vizuri, kuna issue ya usimamizi wa hospitali. Tuwache kuingiza wale watu ambao ni wa jamii. Let's deal na professionals kwa kazi yao. Kila mtu apewe kazi yake, ndio itafanya kazi ya ugatuzi iwe nzuri na ya kuweza kufikia kila mwananchi, kwa sababu ya populations ambao tumeletea karibu. Pengine ukusanyaji wa fedha katika kaunti na matumizi yake unayonaje? Ukusanyaji wa fedha na matumizi yake, ninaona iko na challenge kidogo. Nikana kwamba mahitaji imekuwa mingi kuliko ukusanyaji, na uende ikawa ni kwa sababu pamekosa mipangilio kabambe ya kuweza kufanya kila mtu ahusike. Mfano, kama tax ziko juu ama revenue collection iko juu, yule mwananchi wa kawaida atatoroka. Lakini wakiweza kuzirudisha chini kwa kiasi kwamba hata mama mboga anaweza lipa kwa ile kitu kile kidogo, na waambiwe walipe kidogo, wapewe formula ya kulipa, wasitoroke, it will be better kuliko awe akiona wahusika akitoroka. Changamoto gani nyingine ambayo unahisi kuwa kaunti na ugatuzi ambao imeleta hapa katika taifa hili? Changamoto ya kwanza ni mambo na insecurity ambao tumeona kwamba imeongezeka, kwa sababu licha ya counties
kuweza kuhamasisha mambo ya insecurity, sababu number one, watu wamekosa kazi, vijana wamekosa kazi na lazima waweke ugali kwa meza. So unapata kama county hazitafanya mambo ya kuweza kusaidia kuweza create employment, na ndio unaona mambo kama hizi mboga, wenye wanauza mboga, matunda, wakikimbizwa na zinachukuliwa zikitupwa kwa lori, inakuwa ni changamoto. Ule mtu amekosa stock ya kuanzisha, ataanza kupiga watu ngeta. So ombi langu ni hii, na ninajua viongozi wetu wanatusikiza, so governor wetu mpendwa, wapangilie jinsi ya ule mtu wa chini atapata pesa ya kuweza kununua mkate wa kila siku, ndio asitoke hapo akaenda kupiga watu ngeta. Watu wa bodaboda, nimeona governor wetu amezuia wasishikwe, which that's a good thing, maana watakapoanza kushikwa wakitupwa ndani, jioni hatutalala. Asante. Asante. Chichi, ni baadhi ya wakazi wa jiji hili wakisema kuwa wakiangazia hasa sekta za afya na uzalishaji, wakisema kule katika hospitali za kaunti ya jiji hili kuweze kunyooshwa usimamizi huo ama uweze kufana, vile vile wakipigia zaidi upate uzalishaji ili kuongeza nafasi za ajira ambazo pia zitakuwa zinapunguza swala la utovu wa usalama katika kaunti. Chichi. Shukrani sana Mike Chalo. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu kutoka kaunti ya Nakuru, Mike Chalo, akizungumza pale na wakazi wa kaunti ya Nakuru kuhusiana na ugatuzi, na hivyo basi nitarejea hapa studioni na